Gilly Bonny Online TV. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Korea zimefanya mazungumzo kuhusu utekelezaji wa mradi wa maji wa Rufiji unaotarajiwa kuwa suluhisho la muda mrefu katika kuboresha huduma za maji safi na salama kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam na maeneo jirani. Mradi huo ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa gridi ya maji ya taifa ambao unalenga kutoa maji kutoka chanzo cha mto Rufiji na kuyasafirisha hadi jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuhudumia mahitaji ya maji ya wakazi wake pamoja na maeneo yanayozunguka jiji hilo. Hatua hii imefikiwa kufuatia kikao cha mazungumzo kati ya Waziri wa Maji Jumaa Aweso na Balozi wa Jamhuri ya Korea nchini Tanzania Eun Joan kilichofanyika jijini Dodoma. Lengo la kikao hicho ikiwa ni kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizi mbili, kati ya Tanzania na Korea katika sekta ya maji kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji nchini. Mazungumzo haya yamejikita katika masuala ya kuimarisha huduma za maji safi na maji taka, usimamizi wa rasilimali za maji, usalama wa maji, uvunaji wa maji ya mvua pamoja na fursa mpya za uwekezaji katika sekta ya maji. Akizungumza katika kikao hicho, Waziri Aweso amesema kuwa pamoja na malengo makuu ya serikali ni kupata suluhisho la kudumu dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi yanayosababisha ukame na kuathiri upatikanaji wa maji hususan katika jiji la Dar es Salaam. Aidha, Waziri Aweso amesema Tanzania na Korea zinaendelea kushirikiana katika utekelezaji wa mradi wa uboreshaji wa huduma ya maji taka katika jiji la Dar es Salaam wenye thamani ya takribani dola za Kimarekani milioni 90 unaotarajiwa kuwanufaisha Watanzania wapatao milioni 1.8. Mradi huo unatekelezwa na Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam DAWASA. Haya ni ambayo ameweza kuyazungumza Mheshimiwa Waziri. Balozi wa Korea Eun Joan amekuja katika wizara yetu ya maji. Wizara ya maji imekuwa ikishirikiana na wadau mbalimbali katika kuhakikisha tunakwenda na ile dhana ya kumtoa mwanamama ndoo kichwani ambayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tumepata wasaa moja kujadiliana na miradi ambayo tunaofanya na wenzetu wa Korea, hasa miradi hii ya maji taka ambayo tunafanya Dar es Salaam, tunafanya Dodoma, lakini tunafanya eneo pia la Iringa. Lakini tumepata wasaa pia kuzungumza miradi mipya, hasa hususan kipindi hichi tumepata na changamoto mabadiliko ya tabia nchi, hasa katika eneo la Dar es Salaam kupata upungufu wa maji. Wenzetu wa Korea tumeomba namna gani tunaweza tukashirikiana namna ya kuyatoa maji ya mto Rufiji na kuja kulisaidia jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo ni katika mikakati ya Mheshimiwa Rais ya Dr. Samia Suluhu Hassan kumtoa mwanamama ndoo kichwani, tunaona namna gani tunaweza tukashirikiana na wenzetu hawa wa Korea ili kuhakikisha kwamba swala la mabadiliko ya tabia nchi tunaishi nayo na isiwe changamoto katika nchi yetu, wananchi waendelee kupata huduma maji safi na salama. Asante sana. I really thank Honorable Minister Aweso for his full cooperation and his promise to continue our already very, very significant partnership. We discussed how to preserve water and ensure climate change related water crisis, how to resolve that, and also to engage in sanitation projects. And overall, we had a very fruitful discussions, and I thank very much the Ministry of Water, especially the Honorable Minister, for his really kind assistance that he promised to Koreans and Korean companies. Thank you very much. Gilly Bonny Online TV.